Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ametenga zaidi ya shilingi bilioni 56 kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa skimu ya umwagiliaji Mkombozi katika wilaya ya Iringa mkoani humo. Mradi huu ambao uko katika hatua za mwisho kukamilika, unatarajia kunufaisha vijiji 6 vinavyopatikana katika kata 2 ambazo ziko tarafa ya Pawaga katika wilaya ya Iringa. Tunashukuru serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kupitia mradi huu ataenda kunufaisha wananchi wa vijiji 6 kutoka kwenye tarafa ya Pawaga, lakini manufaa mengine ya mradi huu tutaenda kupata ajira za muda na ajira za moja kwa moja zaidi ya ajira 75,000. Lakini pia manufaa mengine ya mradi huu tutaenda kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka ekari 5,000 zinazolimwa kwa sasa kwa njia ya kienyeji hadi kufikia ekari 15,000 zitakazolimwa kwa njia ya kisasa kupitia miundombinu hii. Lakini pia tunategemea baada ya kukamilika kwa ujenzi huu, uzalishaji wa zao la mpunga utaongezeka kutoka tani 6,000 zinazozalishwa kwa sasa kwa njia ya kienyeji hadi kufikia tani 36,000 zitakazozalishwa kupitia njia ya kisasa kwa miundombinu hii. Lakini pamoja na manufaa hayo, tunategemea kukamilika kwa mradi huu tutavutia wawekezaji wa viwanda vidogo vidogo vya kuchakata zao la mpunga na malighafi zingine, na matokeo yake tutaongeza pato la mtu mmoja mmoja, pato la wilaya na mkoa na taifa kwa ujumla. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutenga kiasi cha fedha nyingi zaidi ya bilioni 56 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Wakulima wanaopatikana katika vijiji hivyo wanasema mradi huo utakuwa mkombozi katika kilimo chao, kwani kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya kilimo duni kutokana na kutokuwa na uhakika wa maji. Kiuhalisia mradi huu utatupa manufaa makubwa sana. Utatutoa sehemu ambazo tulizokuwa tukikwama na kutuweka katika njia iliyokuwa nzuri. Umetutanulia maeneo ya kazi. Kuna baadhi ya maeneo mengine yalikuwa hayawezi kulimika kulingana na miundombinu tuliyokuwa nayo ya kienyeji. Kufika kwa maji huko kwenye maeneo mengine yaliyokuwa hayawezi kulimika, maji yalikuwa hayawezi kufika. Lakini kwa sasa mradi huu yatafika maji sehemu zote ambazo tayari zilizokuwa zimeainishwa kiserikali, na sehemu zote ambazo zilizokuwa hazilimiki tutazilima. Moja ya faida ya mradi huu ni kutanua wigo wa kilimo. Pili, mradi huu utatoa faida kubwa sana kwa mkulima, kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tunalima nje na wakati. Yaani hatulimi kwa wakati uliokuwa mzuri kufuatana na kilimo chetu tunacho kilima. Kilimo cha mpunga unatakiwa inapofika siku 21 za mbegu unatakiwa iweke ardhini. Lakini tulikuwa tunashindwa kufanya hivyo kwa sababu miundombinu yetu ilikuwa si rafiki. Lakini kwa mradi huu miundombinu ya kilimo cha mpunga kwa kata ya Itunundu na Mboliboli itakuwa ni miundombinu rahisi na ni rafiki kwa mkulima. Wakati serikali ikishatangaza au kamati ya umwagiliaji ikishatangaza kilimo, wakulima wote watajua kabisa kwamba kuanzia kipande fulani mpaka kipande fulani umefika wakati wa kumwaga mbegu. Watamwaga mbegu kwa wakati na watakuja kupandikiza kwa wakati. Ndio manufaa makubwa ya huu mradi. Wakulima wa Pawaga au wakati ya Mboliboli na Itunundu, mafanikio yao yalikuwa ni madogo. Anategemea alime eka moja apate gunia 10, lakini kwa sababu maji yanashindwa kufika kwa wakati anapata gunia 5, gunia 7. Lakini kwa mradi huu mtu akitegemea apate gunia 10 kwa ekari atapata vizuri kwa sababu atafanya kazi kwa wakati. Mradi huu utatupa manufaa makubwa. Tutaweza kutengeneza makazi yetu vizuri, tutaweza kusomesha watoto wetu bila shida, hatutavutana tena na serikali kulingana na mradi wetu uliotuijia. Mimi niseme mama nimpe pongezi kubwa sana. Nimpe pongezi kubwa sana, tena sana. Mwenyezi Mungu amjalie na amweke mpaka hakikisha huu mradi umeisha. Oh, yes, Samia.